Mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote. Penda kujitambulisha kwako. Mimi naitwa Mwinjilisti Donatsi Mahenge. Uwe umenisikia mara ya kwanza au mara kwa mara, ni vema nijitambulishe kwako. Sasa basi, funika macho tuombe. Mungu mtakatifu uliye hai, leo ni siku nyingine tena ijaayo baraka na neema. Mungu wa upendo tele, Mungu wa fadhili na rehema tele, na waleta ndugu zangu hawa watazamaji kwako, sawa sawa unavyokusudia kwa kila mtu usiyependa kifo chake mwenye dhambi. Unafurahishwa na kifo chake mwenye haki. Kawainue wengi leo kwa watu wa haki. Kawainue wengi leo kwa watoto wako. Kawafanye wengi leo sio kukujua tu, lakini kukuamini, na si kukuamini tu, pamoja na kukupokea wewe. Na leta sasa shida zao na mahitaji yao. Mungu wa uzima usiyeshindwa na jambo lolote, kashughulike na kutenda sasa wa Roho Mtakatifu aliye pamoja nami na aliye pamoja nasi na watu hawa watazamaji. Ninaamini tutahudumiwa nawe katika jina la Yesu ipitalo majina yote. Amen. Ndugu mpendwa tazamaji, tena kwa kipindi hiki unachokipenda kinachoitwa Kimbilia kwa Yesu. Kimbilia kwa Yesu. Na leo naanza kukuletea ujumbe ambao nimeugawa sehemu 3, lakini una kichwa kimoja kile kile kinachosema kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo leo taanza na sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili na sehemu ya 3 ukifuatilia utanufaika. Kwa hiyo hicho kisemacho kuzaliwa mara ya pili, ndio utajua neno hili nini maana ya kuzaliwa mara ya pili, kama utafuatilia sehemu zote 3, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya 3. Nami sasa mwisho wa mahubiri haya nitakuletea na mangu ya simu, na nitakwenda kuomba juu ya wenye mahitaji mbalimbali. Na mwisho kabisa tawaombea baraka na mengineyo mengi unayohitaji. Na uwezo kanipigia simu nami nitakuombea. Ujue mtu ndiye anatakiwa kumtafuta Mungu, lakini Mungu alishamtafuta mwanadamu tayari, kwa sababu alimtuma mwanaye wa pekee kwa makusudi ya kuwatafuta watu. Biblia inasema mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, ila kutumika na kutoa nafsi yake kuwa fidia kwa watu wote. Wewe mtazamaji, wewe mwanadamu, ndiyo unatakiwa kumtafuta Mungu
Mungu akiona nia hiyo ya kumtaka, ya kumtafuta, ndiye anasogea sasa, ndiye akusikie sasa, ndiye atende jambo lile unalohitaji akufanyie. Biblia inasema pia Mungu anawapenda wampendao. Yeye ameonyesha upendo tayari. Anasema na wanitafutao kwa bidii wataniona. Kuna kumtafuta Mungu alafu kamwona. Umtafute kwa bidii, sio kuanua ngoma juani. Wezi kumpata Mungu, wezi kumpata Mungu. Ni lazima umtafute Mungu katika njia aliyoiweka yeye mwenyewe, sio vinginevyo. Wezi kumwona. Anasema na wanitafutao kwa bidii wataniona. Wengine anasema mimi nimemwachia Mungu. Mungu mwenyewe anajua, ananijua. Ni kweli na kujua, lakini je, unamtafuta? Anasema tatizo hili, shida hii nimemwachia mwenyewe, nimemwachia. Kumbe una tabia ya kumwachia usiyemtafuta. Lakini leo umtafute kwa bidii, kufuatisha ujumbe na maneno haya. Ujumbe nimekwambia nimegawanya sehemu 3. Kichwa ni kile kile, kuzaliwa upya. Leo ninaanza kusoma ile Injili ya Yohana na mlango ule wa 3 na mstari wa 1 mpaka 15. Usikilize, neno linasema hivi: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku, akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia wewe, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini. Yesu anaposema amini amini, manake ni kweli, ni kweli, ni kweli. Na kuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistajabu, kwa kuwa nalikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini ujui utokako wala
unapokwenda, kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amini amini nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, na wala ushuhuda wetu hamukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala msadiki, mtasadiki wapi nikiwaambia mambo ya mbinguni? Wala kuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Bwana Yesu anasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Mstari wa mwisho leo, ikiwa kila mtu aminie awe na uzima wa milele katika yeye. Amen. Naanza sasa, nikupe ya mwanzo. Ukinielewa toka mwanzo kule mbele, ni rahisi kuamini, ni rahisi kufanya jambo, ni rahisi sana. Hebu tuanze kuona sifa za mtu huyu Nikodemo. Sifa ya kwanza, Nikodemo alikuwa Farisayo. Wayahudi walikuwa na sehemu mbili, dini ilikuwa na sehemu mbili kuu. Walikuwepo Mafarisayo na Masadukayo. Nao walitofautiana namna kuamini juu ya Mungu, juu ya imani, juu ya Mungu aliyenenwa na Musa kwao. Walitofautiana katika vipengele kadhaa. Mimi leo sielezi kutofautiana kwao katika vipengele vyao, lakini naendelea. Sifa ya pili, huyu Nikodemo, Biblia inasema tuliposoma hapa, alikuwa kiongozi wa Wayahudi. Yaani alikuwa kiongozi katika dini ya Wayahudi, alikuwa kiongozi. Na jambo la tatu, alivutwa na mafundisho ya Bwana Yesu kwa wazi, ndipo akamtafuta Bwana Yesu usiku. Alivutwa na mafundisho ya Bwana Yesu kwa wazi. Kwa wazi. Ndiyo ikawa sababu sasa ya kumwendea Yesu, amtafute usiku. Na alikwenda kwa Yesu usiku. Hebu tuone sifa ya nne. Sifa ya nne. Sifa ya nne, maandiko yanasema hivi: alikwenda usiku ili apate maagizo au atafute mafundisho zaidi kutoka kwa Yesu. Ndipo usiku ule aliambiwa jambo la muhimu sana. Alifundishwa
jambo la muhimu katika maisha yake na jambo la msingi ambalo ni kuzaliwa mara ya pili. Jambo muhimu sana kuliko yote, jambo muhimu sana kuliko vyote. Hata kwako mtazamaji, kuzaliwa mara ya pili ni jambo muhimu kuliko kuoa, kuliko kuolewa. Kuoa na kuolewa ni zawadi, ni haki yako, lakini kuzaliwa mara ya pili ni muhimu kuliko vyote. Ni muhimu kuliko kuwa na dini, ni muhimu kuliko kuwa na fedha na mali, ni muhimu kuliko bidii zako zote, ni muhimu sana. Kwa hiyo Yesu hakupoteza wakati, wala Yesu hakumuuliza, mbona umekuja usiku? Unatafuta nini usiku? Yesu kishajua, kishaelewa. Kama anavyokuelewa wewe, anavyokujua wewe. Unajua wewe, unaelewa ulivyoumbwa katika tumbo la mama yako. Unaelewa ile process ilivyoenda katika tumbo la mama yako mpaka ukazaliwa mwanamke au mwanaume. Unaelewa. Hilo ni jambo la siri kwako, lakini Yesu anajua. Je, unajua siku ya kufa kwako? Hujui. Yesu anajua. Je, unajua atakupata kesho? Hujui. Yesu anajua. Je, unajua maadui zako? Hujui. Hata kama na kisia, lakini hujui. Yesu anawajua. Je, unajua kwa sababu gani maisha yamekuwa magumu? Unaelewa. Na kama ni mtu aliyebarikiwa, unajua ni kwa nini umebarikiwa. Unafahamu sababu yake. Kutokana na mafundisho haya, hakuna uwazi. Yaani Yesu alipomaliza mafundisho na Nikodemo aliamini Nikodemo. Vizuri kabisa, kaamini. Yaani alianza kupokea, amekutana na Yesu akaamini, baadaye akampokea Yesu. Kinachokutesa kwa Yesu umesema hapana. Hicho ndicho kinakutesa, hicho. Lakini leo ukisema ndio, utaona mambo ya ajabu. Kwa hiyo kutokana na mafundisho haya ya Bwana Yesu, hakuna uwazi katika Biblia. Hapa tuliposoma, hakuna uwazi ya kwamba huyu mtu Nikodemo haijaandikwa wazi, lakini maandiko yanaeleza tena vitu mbele. Utajua huyu mtu aliamini, na ndipo akawa mwanafunzi wa siri wa Yesu. Asingeweza kuwa mwanafunzi wa siri wa Yesu. Huyu mtu alienda usiku kwa Yesu, akamwamini, akasikia, akaamini. Alipoamini akampokea Yesu. Kwa hiyo basi akawa mwanafunzi wa Yesu wa siri. Ngoja nikupe kitu kingine tena kinachothibitisha kwamba ni kweli huyu alikuwa mwanafunzi wa siri wa Yesu. Aliamini siku ile, alimpokea Yesu siku ile. Naona yapo matukio mawili aliyoyatenda Nikodemo. Nayo ni la kwanza, Nikodemo alimtetea Bwana Yesu katika baraza lililoitwa Sanhedrin. La kwanza hilo, Sanhedrin. La pili, alimsaidia Yusufu wa Arimateo wakati wa maziko ya Bwana Yesu. Twende tukio la kwanza. Tunasoma hivi, tunalipata katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana
mlango wa 7 na mstari 45. Tunasoma hivi: basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta? Sikiliza sasa, mbona hamkumleta? Wanajibu, wanasema, wale watumishi wakawajibu, hajanena mtu kama yeye huyu, kama huyu anenavyo. Basi Mafarisayo wakawajibu, je, ninyi nanyi mmedanganyika? Wale wanasema, ni nani katika wakuu amwaminie, au katika Mafarisayo? Lakini makutano hawa pamoja na ninyi tuliowatuma, wasiofahamu Torati, wamelaaniwa. Akawaambia Nikodemo, naye ni yule aliyemwendea zamani Yesu, maana ni mmoja wao wa Mafarisayo. Anasemaje? Anasema, je, Torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua atendavyo? Wakajibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Anakutoka Yesu? Tafuta ukaone ya kuwa katika Galilaya hakutokea nabii. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake, na Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hapa tunamuona Nikodemo ni mojawapo wa Mafarisayo. Lakini unisikie, wale baraza la Sanhedrin wametuma askari kumkamata Yesu. Yesu hawamtaki, mafundisho yake na mahubiri yake hawamtaki, hawamwamini ni mwana wa Mungu, ni Mungu, ni Masihi. Hawamwamini. Hata wanapingana na manabii, wanasoma nabii zilizotabiriwa na manabii, lakini wamefungwa ufahamu na mioyo ni mizito, hawataki kupokea, na wamejenga uadui na Yesu. Wakasema, tunaelewa yuko hapo, nendeni mkamate. Kamata. Wale wakaenda kwa amri. Walipofika pale na silaha zao, wakasimama kando ya mkutano, ili wapate nafasi nzuri ya kukaribia, waende wakaribia. Kila mtu anasikiliza. Yesu anahubiri, Yesu anafundisha. Zile hasira zinawatoka, ile amri inawatoka taratibu, ule ubishi unawatoka, ile amri ya wakuu inalegea, haina nguvu. Mwisho akasema, mtu huyu hana hatia, ila wale ndio wenye hatia, kwa sababu mafundisho yake na kunena kwake na mahubiri yake, hatujawahi kumuona mtu mwingine anafundisha kama Yesu. Hatujaona. Bila shaka hawa waliotutuma ni watu ambao hawajamsikia kwa karibu. Unajua kwa nini? Wale askari Bwana Yesu alijua wako pale, na ndio akawafungua mioyo yao, na ndio akawafungua fahamu zao, ili wapokee mafundisho yake, ili wapokee neno lake. Kama sio mbishi, ndugu mtazamaji, Yesu Kristo atafanya kazi ya kufungua fahamu zako, ya kufungua moyo wako kwa Roho Mtakatifu, ya kufungua roho yako,
ili uelewe haya nayo kuhubiri, ili uamini kwamba ni kweli. Ni utajua binadamu bila Mungu kushughulika uwezi. Mungu bila kushughulika na wewe wingi mbinguni, wingi bila kumruhusu Yesu ashughulike na wewe wingi mbinguni. Hiyo ndio nakwambia mapema. Kama utaendelea kuoppose, uko opposition side, utakufa huko huko. Utakufa huko huko. Utafia na ubishi wako, utafia na kutokuamini kwako. Lakini kama wewe sasa utakuna legeza moyo wako, unajiachilia, usemi hawa ni manabii wa uongo, usemi mwinjilisti Maenge nabii wa uongo, siwezi kumsikiliza. Mimi nawasikilizaga wahubiri wengi, huyu ni tapeli tu, huyu ni mwongo tu. Utabakia na maneno hayo hayo, hakuna nyongeza, hakuna nyongeza. Sasa kwa sababu Yesu alijua wako pale, na Yesu anajua wewe unasikiliza injili hii, kwa hiyo yuko tayari kufanya jambo kwako. Ujue bila Mungu kushughulika na wewe, utaendelea kuwa mwizi wa wanawake, mwizi wa wake za watu. Utaendelea kuwa mwizi wa waume za watu. Utaendelea kuwa mwizi wa mapesa ya watu. Utaendelea kukaa kwenye matendo yako hayo hayo. Injili tunayohubiri ya kweli itasimama kuwa shahidi siku ya mwisho, kwamba ulisikia lakini ulibisha, ulikataa. Huu ni ushahidi, ni ushahidi kwamba ulisikia, huwezi kubisha. Wengine nasema nitampiga Mungu maswali, nitamuuliza. Wewe utamuuliza Mungu? Amekuwa mwanadamu wenzako? Utapeperushwa, utapelekwa kwenye makao yako, utapeperushwa. Iko nguvu itakukamata, tupa usikotaka, na utaingia kule unasema ni kweli, nalipwa malipo yangu. Na ukikubali Yesu akuokoe, utasimama mbele ya Mungu kwa ujasiri. Nabii anasema nitasimama mbele zake, nisikie anachosema kwangu, naam, nisikie na kupokea malipo yangu kwa kazi niliyofanya duniani, kwa sababu nilifanya kazi njema. Ninangoja malipo mema. Mimi ninaamini, ninajua ninafanya kazi njema, na ninajua malipo yapo. Siogopi malipo yale, najua nitalipwa na mlipaji wa haki asiye na upendeleo. Na kualika njoo kwa Yesu. Tuangalie tukio la pili. Tukio la pili tunalipata kitabu cha Marko mlango ule, kitabu kile cha Marko mlango ule, naona kitabu kile cha Yohana mlango ule wa 19 na mstari wa 39. Injili ya Yohana mlango ule wa 19 na mstari wa 39. Nisikilize, neno linasema, akaenda Nikodemo, naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza awali, akaleta mchanganyiko ya manemane na udi yapata ratili 100. Basi wakamtwaa mwili wake Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Na pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani ya bustani
pana kaburi jipya ambalo halijatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Neno linatuambia humo basi, kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi, wakamweka Yesu, maana lile kaburi lilikuwa karibu. Hata siku ya kwanza ya juma, na komeshea hapo, unisikie, wakati Yesu ameshasulubiwa msalabani na amekata roho mwenyewe, na Yesu hakulazimishwa kufa, alijitoa mwenyewe. Wengine wanasema Yesu hakufufuka, aliibiwa. Yesu alisulubiwa mahali pa wazi, sio msituni, sio bondeni, sio shimoni. Alisulubiwa mahali pa wazi, watu wote wakaona Yesu amesulubiwa. Na Yesu akakata roho, na askari wakathibitisha amekata roho. Ndiyo maana hawakumvunja miguu. Biblia inasema hivi, huyu Nikodemo akaondoka na manukato, kaenda akauchukua mwili wa Yesu. Tupochukua mwili wa Yesu, akautia kwenye sanda pamoja na Yusufu wa Arimateo. Walipotia kwenye sanda, wakaushusha huko chini kwenye bustani, wakaliona kaburi. Na historia inasema Yesu kaburi lake lilikuwa ni kaburi la gharama sana, na mahali alipozikwa palikuwa ni mahali wanapozikwa watu wa heshima. Palikuwa ni kaburi la gharama. Na huyu Yusufu wa Arimataya pamoja na Nikodemo ndio waliogharamia mazishi, na wakaenda wakauweka mwili wa Yesu kule kaburini. Wakatoa jiwe, kaburi jipya kabisa, wakatoa jiwe, alafu wakaweka mwili wa Yesu ndani pale. Alafu akarudisha tena lile jiwe wakaweka. Na siku ya tatu ndipo sasa malaika kutoka juu kaliviringisha jiwe, likatupwa pembeni. Akatoka Yesu, sio yule wa kawaida mwenye kung'aa uso. Ufunuo imesema macho yake kama miali ya jua, no, nywele zake nyeupe na mengineyo. Akatoka Yesu. Lakini tunaona huyu Nikodemo alikuwa tayari amempokea Yesu Kristo, amempokea Yesu. Ndio maana alidiriki kwenda kuchukua mwili wa Yesu na kuweka kaburini, kuweka kaburini. Yesu alizikwa na watu wawili tu, Yusufu Arimateo na Nikodemo. Walimzika Yesu. Wewe unategemea mazishi na maibada ya mazishi na uziko na watu wengi. Mtu anapokufa ndio utasikia sasa wasifu wa mtu, kumbe kaacha kimada, kumbe kafa kwa ukimwi, kwa ukahaba wake, kumbe alikuwa mwizi, kumbe alikuwa mchawi, alikuwa anajizindika, kumbe alikuwa mwovu. Utashangaa wasifu unavyotoka, waajabu sana. Na kumwombea mtu, mweke mahali pema. Hivi unampangia Mungu mahali pa kuweka watu, unampangia kwa saa zako na maombi yako. Si unapotosha watu? Si kazi hiyo heri ungeacha? Si ungeacha? Unapata faida gani? Una ushirika na Mungu wewe? Hata Mungu aseme sasa, yani mtu humhubiri wakati wa uhai wake aache dhambi aokoke, unaanza kumsifia
ameshakufa kwenye dhambi. Wewe ni mtumishi wa nani? Na wewe unaingojea masala wakati wa kufa, wewe ni wa nani? Basi geuka leo katika jina la Yesu aliye hai. Nimemaliza sifa zake. Sifa zake Nikodemo. Nikwambie sasa kusudi la ujumbe huu. Kusudi la ujumbe huu ni wewe kutubu. Kutubu na kuacha dhambi. Nasoma kile kitabu cha Marko mlango ule wa 1 mstari wa 14. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Yesu alimwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Mungu hana habari na sala za kutubu tubu kila Jumapili, tubu kila siku ya sala, kila siku ya ibada. Ni kutubu tubu. Umetubu mara ngapi? Wala hujaacha dhambi, bado mtumishi wa dhambi. Umetubu mara ngapi na kutoa sadaka juu yake, lakini bado ni mfungwa wa dhambi. Yesu akasema, usipozaliwa wewe Nikodemo mara ya pili, huwezi kuingia mbinguni. Hapa Yesu yule anasema, mtubuni na kuiamini Injili. Injili ni Yesu. Yesu ni Injili. Injili ni wokovu. Wokovu ni Yesu. Pokea wokovu, ndio utazaliwa mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili ndio unaingia kwenye ufalme wake. Kumbe unatubu na kuwa na dini, lakini haujawahi kuingizwa kwenye ufalme wake hata siku moja. Bado ungalipo kwenye ufalme wa giza, na mkuu wa giza ndiye anayekutumikisha, na mkuu wa giza wa anga ndiye anayekuendesha maisha yako. Ondoka huko kwa mkuu wa anga. Biblia inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza, jeshi la pepo wachafu. Umewashinda hao? Hujawashinda. Utawashinda kwa damu ya Yesu. Utawashinda ukizaliwa mara ya pili. Basi hakuna nyongeza, hakuna nyongeza. Hujawashinda. Mfalme wa anga hujamshinda, mamlaka hujashinda, ungalima mikononi mwao. Nguvu za giza, wafalme wa giza hujawashinda. Jeshi la pepo wachafu hujawashinda, ungalima mikononi mwao. Acha kujifariji ndugu mtazamaji, uko mikononi mwake adui shetani. Kitakacho kufungua leo, uwashinde hao. Uwashinde hao. Kama mimi na wengine tulivyookoka tumewashinda hao. Yesu alisema hivi, alimwambia Nikodemo, wewe kama nimewaambia mambo yanayotendeka hapa, mumeona, vipofu wanaona, wenye ukoma wanatakasika, wakina Mariamu wanaokoka, na wengine wanafunguliwa, wote wanabadilishwa. Bado hamuamini kwa kuziona kazi, bado hamuamini. Na wewe pia huamini Nikodemo. Je, nikiwaambia mambo makuu ya mbinguni mtayasadiki kweli? Mtayasadiki kweli? Kama umewaona waliookoka Tanzania, umewaona kijijini kwako, wako nyumbani kwako, wako mtaani kwako, wako mjini kwako, wako Tanzania, wako dunia yote waliookoka, bado usadiki? Utasadiki kwamba kuna mbingu mpya na nchi mpya? Utasadiki kwamba Mungu ni mtakatifu? Utasadiki Mungu atawatupa wenye dhambi jehanamu?
utasadiki kwamba Mungu atawalipa watu sawasawa na matendo yao. Utasadiki Mungu kwamba ni wa milele. Nikikwambia mambo ya mbinguni, utasadiki wakati haya yamekushinda. Waliookoka nasema manabii wa uongo. Ni kweli manabii wa uongo wapo. Nao ni mitume na manabii hao wanaokula pesa za watu, wanaouza mafuta, wanauza maji, wanauza vitu vyao, vitambaa na sabuni. Hao ndio manabii wa uongo. Lakini sio mimi na watu wengine tuhubirio injili ya kweli. Kama nafikiri mimi nabii wa uongo, njoo Songea. Uulize wanaoishi Songea. Je, nina mitala? Je, ninaiba? Je, ni muongo? Je, nikoje? Utajua mwenyewe. Mungu hana ushirika na mwenye dhambi. Mungu hana ushirika na mchungaji, kiongozi mwenye dhambi asiyeokoka. Hana ushirika naye. Hana, na hawezi kumtumia. Mungu ni mtakatifu. Haleluya. Amen. Nisikilize sasa ujumbe huu na kuletea ujumbe. Ujumbe unatoka mstari. Utanisikiliza ujumbe unasema. Ujumbe unatoka wapi? Ujumbe unatoka wapi? Ujumbe unatoka wapi? Ujumbe unatoka wapi? Yohana mlango wa 14 na mstari wa 6. Nikusomee. Yohana 14 na mstari wa 6. Ule wa 8 takufafanulia tena. Lakini ujumbe unatoka hapo. Toka hapo Yohana mlango wa 8 na mlango wa 14 na mstari ule wa 6. Mstari ule wa 6. Nasoma hivi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hapo ndipo ujumbe unapotoka. Yesu ndiye njia na uzima na kweli. Bila kuzaliwa upya hakuna uzima. Bila kuzaliwa upya hakuna mahusiano yako wewe na Mungu. Hayapo. Bila kuzaliwa mara ya pili hakuna uzima wa milele kwako. Hutakuwa na uzima wa milele. Ukitaka kuwa na uzima wa milele ni lazima uzaliwe mara ya pili. Yaani uokoke. Uzaliwa mara ya pili ni kuokoka. Usipookoka huna uzima wa milele. Usipookoka, usipozaliwa mara ya pili, huwezi kuwa na mahusiano na Mungu. Mahusiano hayapo. Unaona? Mahusiano hayapo. Nikuletee tena habari nyingine. Uhusiano hapo. Katika kuzaliwa upya tunapata matumaini mapya au upya, kwa sababu tumeingia katika ufalme wa Mungu. Tumeingia katika ufalme wa Mungu. Yohana 3 na mstari wa 13, mstari wa 3. Ukizaliwa mara ya pili tu unapata imani mpya. Sio hiyo ulio nayo. Hiyo imani ya kukuangamiza inakataa kuokoka. Inasema utaokoka mbinguni. Inasema Yesu sio Mungu. Inasema Yesu sio Mwokozi. Inasema huwezi kuacha dhambi. Endelea kutubu na kuungama. Wewe ni mtu mzuri, jitahidi mwenyewe. Hiyo imani lazima ubadilishiwe, uiache. Unisikilize, lazima uiache. Unapozaliwa mara ya pili ndipo unapopata imani, unapata matumaini mapya, kwa sababu umeingia katika ufalme wa Mungu. Yohana 3 mstari wa 3 tuliposoma, Biblia inasema, Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ni lazima kuokoka. Usipookoka huwezi kuwa na mahusiano na Mungu. Mungu hana uhusiano na mtu yeyote ambaye hajazaliwa mara ya pili, ambaye hajaokoka, ila alizaliwa kwa baba na
ameingia dini hiyo, anasali au asali, ana dini au ana dini. Ni mwanadamu, alizaliwa na mama, alizaliwa na mzazi wake. Sasa ujue wote wanaookoka ni zao la Yesu, ni zao la Mwokozi, ni production yake. Biblia inasema tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tuenende katika matendo tulioumbiwa. Bila kuokoka huwezi kuwa na uhusiano na Mungu kamwe. Bila kuokoka huwezi kuingia kwenye ufalme wake. Sio baada ya kufa, sasa. Lazima uingie sasa. Kucha nikwambie kitu kingine. Tunapata kibali cha kuingia mbinguni pale pale. Yohana 3:5, Biblia inasema Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu hawezi kabisa. Hawezi. Utaingiaje? Utauonaje? Ufalme wa Mungu tunaupokea. Ufalme ni nini? Ufalme ni utawala wake. Yesu alisema ufalme wangu sio wa dunia hii, ufalme wako ni wa mbinguni. Ukubali kupokea ufalme wake ili Yesu akutawale. Akikutawala hakuna pepo wala majini wala mashetani wala mapepo ya kukukalia wewe. Atakaa Yesu ndani yako. Wala magonjwa yenye kukuua hayapo. Yesu atayaondoa. Ukikubali kuzaliwa mara ya pili leo, uponyaji ni rahisi. Wakati mwingine kupona ni ngumu, kwa sababu anamkataa Yesu, anamreject Yesu. Na Yesu ndio mponyaji. Na mimi naombea kwa sababu nimepewa mamlaka kutoka juu. Mwenye mamlaka ile ndiye anatenda kazi, sio mimi. Jambo lingine, Bwana Yesu, unaona, hufanyika matengenezo. Matengenezo hufanyika ili kubadilisha maisha, na magonjwa huondolewa. Utapona magonjwa yote, na maisha yako yanakuwa ndani ya Bwana Yesu. Maisha yako yanaanza ndani. Hapo nisikilize. Ukikubali kuzaliwa mara ya pili, kuokoka, Yesu anaanza kazi ndani yako. Na ndipo akimaliza ndani, na malizia nje. Kitabu kile cha Luka mlango wa 11 mstari wa 37 mpaka 40 nasoma. Alipokuwa kinena, Farisayo mmoja alimuita aje kwake ale chakula. Akaingia kaketi chakulani. Farisayo huyu alipomuona alistaajabu, kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo mwasafisha vikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya ndani siye yeye aliyevifanya vya nje. Siye yeye aliyevifanya vya ndani. Yesu Kristo anaanza ndani yako. Anaanza ndani ya mtu. Ndani ya mtu kuna roho. Anaanza kuishughulikia roho yake. Anaanza kuibadilisha na kuizaa upya tena mara ya pili. Inazaliwa upya. Inabadilishwa, inazaliwa. Anakuwa kiumbe kipya. Anakuwa mtoto wa Mungu. Na ndipo anakuja nje. Ukubali kusafishwa ndani kwenye unyang'anyi. Ukubali
kusafishwa ndani yako. Ndiko kwenye unyang'anyi, ndiko kwenye uovu, ndiko kwenye mabaya, ndiko kwenye store yenyewe. Kwa hiyo Yesu anafuata store iko wapi? Iko wapi? Store ya maovu iko wapi? Ni katika moyo wa mtu, ni katika roho ya mtu. Ndipo anashughulikia huko, anashughulikia huko. Tukitaka wizi ukome, watu waokoke. Tukitaka umaskini ukome, watu waokoke. Tukitaka maovu yakome, waokoke. Ndio maana kila mtu aliyeokoka maovu yamekoma, kwa sababu Yesu ameshughulikia ndani, amesafisha ndani kwa damu yake, amesafisha ndani. Sasa wewe unapaka rangi nje ya nyumba yako, na ndani ndimo unaoishi. Hujasafisha, hujapiga deki, hujapiga rangi, hujapiga perfume, unapiga rangi nje. Huo unaitwa ni unafiki, ambao Yesu alisema, enyi Mafarisayo wanafiki. Mtu mnafiki huficha ubaya, alafu akakuonyesha uzuri. Kama ilivyo ndugu mtazamaji, unaficha ubaya kwenye moyo, lakini nje unajionyesha ni mtu mwema. Kumbe usiku unaruka, kumbe wewe unaloga, unaiba, kumbe wewe unadanganya, kumbe wewe una hasira, una ghadhabu, kumbe wewe unafanya mambo yote. Acha unafiki, njoo kwa Yesu leo. Aanze ndani. Akianza ndani, mwili utakuja wenyewe. Kama kuna magonjwa yanatoka, kama kuna pepo anatoka, kama kuna uziwi unatoka, kama kuna vifungo kwenye ubongo na akili, umekuwa na utindio wa akili, umekuwa na mateso aina yoyote kwenye nyumba yako, kwa watoto wako na jamaa yako, na msikiliza, na wewe mwenyewe limguu linauma, kiuno kinauma, unashindwa, kifua kimekubana, na kansa imo na vingine vimekubana, mwache Yesu sasa aingie ndani ya moyo. Akiingia ndani ya moyo, ukimpokea Yesu, ndipo anakuja sasa, anakaa ndani. Akikaa ndani, magonjwa ni lazima yatoke, lazima yahame, yaondoke kwa jina la Yesu. Nimemaliza ujumbe wangu, imebaki kwako sasa. Naanza na wale wa kuzaliwa mara ya pili, wale wa kuokoka, wale wa kuokoka. Sasa funika macho yako na uweke mkono wako kifuani pako. Rudia sala hii itakayokufutia dhambi zako mbinguni, hazitakuwepo tena. Sikiliza, rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu, mimi ni mwenye dhambi, naomba nipokee. Naamini na kukiri kwamba nimepotea, lakini na kuamini Yesu sasa. Baada ya mahubiri haya na kuamini Yesu, na kuomba mwana wa Mungu, nisamehe dhambi zangu zote. Nikodemo ulimwokoa siku ile, naomba nami niokoe, kwa sababu wewe ni Mungu unayeokoa. Na kuomba niokoe. Naomba uingie ndani yangu, uishi ndani yangu. Bwana, nipe uzima wako wa milele. Nibadilishe nizame mara ya pili, ili niwe mtoto wako. Nitakuabudu, nitakutumikia. Shetani ni mwisho kwangu tangu sasa. Amen. Naomba juu ya wale wanaoumwa na wenye mateso, weka mkono wako pale unapoumwa. Bwana Yesu akuweke uhuru kabisa. Funika macho yako. Bwana Yesu, asante kwa hao wagonjwa. Hutawapita wala kuacha. Iwe mtu amesikia mara ya kwanza, mara ya pili, lakini anayo imani kwako, na kusihi na kuomba, guse kila moja, fungue kila moja,
naumwa kichwa, unaona. Anateseka na vifungo mwilini mwake, unaona. Anashindwa miguu na kiuno, amefungwa na shetani, muweke huru Bwana. Mambo yoyote ya pepo kwa jina la Yesu aliye hai, na kuamuru toka, uondoke pepo, mwache huru kwa jina la Yesu. Toka pepo, toka magonjwa, toka vifungo kwa jina la Yesu. Toka ugonjwa namna zote kwa jina la Yesu. Kupoza mwili, kupoza mikono, kupoza miguu, tumbo linasumbua, ni wewe pepo, kwa jina la Yesu. Toka, mwache katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea uponyaji tele kwa jina la Yesu. Funguka uwe mzima kwa jina la Yesu. Uchawi juu yako ninavunja na kutupa mbali. Uganga wa kienyeji, toka, uondoke kwa jina la Yesu. Pepo uganga wa kienyeji, pepo uchawi, pepo ushirikina, toka kwa mtu huyu, toka kwake. Umeleta balaa na mikosi, toka kwake kwa jina la Yesu. Uwe huru tangu sasa katika jina la Yesu aliye hai. Mungu, naomba wote wabariki. Wale waliookoka sasa wabariki. Wagonjwa hawa wafanye wamefunguliwa nawe, wadumu kukaa katika uponyaji wako. Neema yako na baraka zako zifuatane na ziwe ndani sasa. Aone maisha mapya, mpe ushindi wa kutosha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Uliokoka, nenda kanisa la AGT ukaabudu pale, ufundishwe. Na wewe ulipokea uponyaji, nenda huko huko, usikae. Nenda katafute mafundisho kama Nikodemo alivyotafuta mafundisho. Mafundisho ya kweli hayawezi kukufuata ulipo. Mbona watu wanafuata waganga wa kienyeji? Mbona watu wanafuata waaguzi? Mbona watu wanafuata manabii wa uongo? Kwa nini siende kwa watu wa Mungu wa kweli? Tafuta neno, ufundishwe, utadumu na kukaa kwenye wokovu wako na uponyaji wako utakaa. Namba yangu ya simu 0754 0754 61 0985 0754 61 0985. Naam, nipigie, nitakushauri na kufundisha neno la Mungu tu, tapata msaada zaidi. Ninashukuru kwa sababu umeombea, umepona, utanitaarifu nimepona. Umeokoka, nitaarifu nimeokoka, nikusaidie zaidi. Naam, na mengineyo utanipigia kama unataka, niko kwa ajili yako. Asante, tutaonana tena kipindi kijacho. Ni habari nzuri zitaendelea tena. Amen. Mungu abariki. Sibuka TV.